Jamani, mimi ninawashukuru sana. Asanteni kwa kuja, asanteni kwa kuwa pamoja na sisi, lakini tuseme kile kidogo ambacho tumepata ndicho tumeleta, na tuliwaahidi kwamba tungerudi na tumerudi tena. Kwa hiyo tuombe hiki kidogo ambacho tumepata mkipokee kwa moyo wa shukrani, na sisi tunasema asante, kwa sababu tuliwaambia muendelee kutuombea na mnatuombea, na ndio maana tumepata hiki na tukaja. Lakini pia kadiri Mungu atakavyokuwa akitusaidia, tutakuwa tukiendelea kufanya mara kwa mara kadiri Mungu atakavyotusaidia. Kwa hiyo niseme kwa wote, tunawashukuru sana sana. Na ninaamini kwamba tumechelewa kufika, lakini mmekuwa wavumilivu, mmetusubiri na tumefika kwa sababu ya maombi yetu. Kwa majina yangu ninaitwa Apostle Deus Simon. Niko chini ya huduma ya utume kwa mataifa yote. Tunapatikana pale maeneo ya Obama. Karibuni pia kanisani. Mungu awape neema ya kutufikia. Karibuni kanisani, na tutakuwa tunafanya kadiri Mungu anavyotusaidia, na tunachokipata tunaleta kwa ajili ya kushiriki pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaamini kwamba nyinyi ni watu wazuri na ni watu wema, lakini tunaendelea kusisitiza muhakikishe watoto wetu wanasoma kwa bidii. Hiki tunakipata tunaleta hii na watoto wetu wasome, maana elimu ni ya muhimu sana. Kwa hiyo tunaomba msisitize kuhakikisha watoto mnawapeleka shule wanasoma, maana elimu ni ya muhimu sana. Lakini pia tunatamani tusione mtoto anakwama mahala popote. Bado tuko pamoja na nyinyi na tuko kwenye mtaa wenu, na sisi ni watu wa pamoja na nyinyi. Kwa hiyo mahala tunapokwama tunaweza tukashirikishana na tukafanya na tukahakikisha kila mwanafunzi anaweza akaenda shule. Lakini kitu kingine, tunatamani kuona kila mtu anamjua Mungu na kuendelea kumwabudu Mungu. Jamani, kumwabudu Mungu ni raha. Usikae bila kumwabudu Mungu, maana Mungu aliyekuumba ni vizuri kumwabudu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kanisani. Mungu akiwapa kibali muweze kutufikia. Kwa sababu hiyo ni muombe mheshimiwa mwenyekiti ambaye ametukaribisha hapa na akatupa ridhaa hiyo, na yeye ndiye anayeongoza, na mimi na yeye ana jambo la kuzungumza kwa ajili yenu wote. Basi mheshimiwa mchungaji, pamoja na msafara ulioambatana nao, lakini pia watoto wazuri, mama zetu wapendwa na baba zetu wapendwa, lakini pia waandishi wa habari, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, lakini ni baba yetu mwaminifu sana. Ninamshukuru sana Mungu kupitia mchungaji pamoja na kanisa na watu wenye mapenzi mema. Tuliwasiliana naye ni kipindi kirefu. Leo nakumbuka ni mara ya 3 akija kutoa huduma ya kimwili katika maeneo haya. Hapa tulipo tuko katika ofisi ya mtaa wa Kagoma, na mimi nikiwa ndo mwenyekiti wa mtaa huu. Kwa majina yangu naitwa George Peche. Lakini pia hawa wote waliopo hapa ni wakazi wa mtaa huu. Tunao wakazi wengi sana katika mtaa wetu, lakini basi kumbe mchungaji pamoja na kanisa na watu wenye mapenzi mema wamejikita sana kusaidia watu wenye maisha yale ambao ni ya chini kidogo. Nia na mpango wa Mungu ni kila mtu aendelee kuifurahia leo yake na kuifurahia kesho yake. Lakini kumbe basi kwa niaba ya hawa wote wananchi hawa waliopo hapa, kwa kweli kutoka rohoni mwangu ninapenda sana kukushukuru mchungaji pamoja na kanisa kwa upendo wenu na unyenyekevu mkubwa. Tunayo makanisa mengi sana katika mtaa wetu, lakini hili ni kanisa la kwanza na ni kanisa la kipekee kuonyesha upendo na furaha kwa watu hawa ambao kimsingi walio wengi tunapata mlo mara moja kwa siku. Kisimasi tumesherekea, kuna baadhi ya watu hatukupata hata ile pilau, lakini hata zile nguo za kubadilisha. Lakini kumbe mchungaji pamoja na kanisa, yawezekana Mungu aliwaonyesha kwamba kuna watu wa aina hiyo
katika mazingira haya ambapo tunaishi kote na kanisa letu liko mahali hapa. Kwa kweli tunawashukuruni sana, cha kuwapeni hatuna. Tunaahidi, mimi pamoja na watoto hawa, kina baba hawa pamoja na mama hawa, kwamba tutaendelea kuwaombea daima katika maisha yetu yote. Amen. Amen. Lakini pia niwaalike wananchi wenzangu, jamani, karibuni sana katika kanisa hili ambalo linatufundisha kiroho lakini linatujali kimwili pia. Ni kanisa la kipekee sana kwetu. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya serikali ninawashukuruni sana wanakanisa, lakini pia salamu hizi nitazifikisha pia kwa mkuu wetu wa wilaya na mkuu wa mkoa, kwamba katika mtaa wetu tunalo kanisa ambalo linafanya mambo ya kipekee sana. Kimsingi basi sisi tutaendelea kufanya kila kinachompendeza Mungu, lakini pia niwaombe tu sana kwamba sasa tupo katika kipindi hiki cha kusherekea sikukuu za Krismasi, lakini pia tukiutarajia mwaka mpya. Basi tuendelee kumwomba Mungu atupe afya na nguvu, tuendelee kusherekea vyema, lakini tukumbuke kwamba kuanzia tarehe 5 shule zinaanza kufunguliwa kwa wale wa form 1, hivyo zitaendelea kwa sekondari pamoja na shule za msingi. Kwa hiyo hiki tulichopewa na hasa kwa hao watoto wadogo, tuhakikishe basi daftari hizi ambazo ni sadaka tumepewa tuzitumie vizuri. Na leo tu kabla tujasambaa hapa, nitamwomba mchungaji aweze kubariki hizi zawadi zetu, atubariki na sisi na zawadi hizi zikaenende kadiri ya matarajio jinsi tulivyopewa. Kwa hiyo niwaombe tu sana, sisi tuliopo ambao ni wazazi, ni walezi, ni majirani wema, tuwasaidie hawa watoto waweze kwenda shuleni. Na bahati nzuri tumemsikia mchungaji kwa niaba ya kanisa amesema basi kwa yote yule atakayekwama kabisa kwenda shuleni basi tuweze kuwasiliana. Ni kuhakikisha basi kila mtoto walau wanajua kusoma na kuandika, lakini na kupata masomo ni haki ya kila mmoja mmoja. Kwa hiyo kanisa linahitaji pia kuwafundisha watu ambao wanauelewa, waliopita shuleni, waliopita katika mikono ya walimu. Lakini ninamshukuru sana, kuna mama ambaye naamini ni mwalimu, amewakusanya watoto pale, amewapa mafunzo ya kutosha, watoto wamechangamka. Kwa kweli na wewe Mungu akubariki sana kupitia kipaji chako hicho. Basi kwa ujumla niseme tu jamani, tunawashukuruni sana, tutaendelea kuwaombea daima kadiri Mungu atakapozidi kutupa maisha ya kuishi katika dunia hii. Amen. Basi niwaombe sasa ndugu zangu wale wote, sisi tumepewa zawadi zenye thamani, lakini kumbe hata sisi hatuwezi kukosa zawadi ya kuwapeni hao watu wa Mungu. Kwa pamoja tupige makofi, tupige vigelegele na tuwashangilie hao watu wa Mungu. Sawa jamani? Haya jamani, 1 2 3 twende. Asante. Tunashukuru sana kwa kweli. Mbarikiwe sana. Naomba Bwana Yesu wafanye watoto hawa kuwa vichwa na wala sio mikia. Bwana Yesu, tumeachilia zawadi hata kwa wazazi. Hizo zawadi Mungu zikafanyike kuwa baraka kwenye maisha yao. Bwana Mungu wangu, wakukumbuke wewe kuwa ni Mungu wa wote, unayeweza na hakuna mweza kama wewe. Sifa na utukufu ni za kwako. Katika jina la mfalme Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Jamani, tumpigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya. Lakini pia kuna timu ambayo nimeambatana nayo kutoka kwenye kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna timu nimeambatana nayo ambayo iko hapa na kila mmoja anaweza akaongea neno lake angalau dakika chache. Kabla hatujamaliza, muombe tu unaweza ukazungumza angalau dakika chache kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, watoto wazuri tunawapenda, wamama wazuri, walezi wetu tunawapenda pia, wababa pia tunawapenda.
Mungu awabariki. Tunashukuru kwa kukusanyika kwenu, hivyo tumrudishie heshima na utukufu Mungu wetu. Amen. Watoto, Mungu anatuagiza, anasema hivi, tukaishike elimu, tusiiache iende zake. Kwa hiyo watoto, mkashike elimu. Walimu wanapowafundisha pale, mtakaposhindwa kuelewa, mumuulize mwalimu kwa uzuri, atawaelekezeni. Sawa? Mfanye vizuri. Tutakapokuja kukutanika, tunahitaji matokeo yenu yawe mazuri kuliko awamu zilizopita. Si sawa? Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki, awajalie masomo mema. Tunawatakia heri ya Krismasi na mwaka mpya. Msherekee sikukuu ya mwaka mpya kwa utulivu. Wale ambao wazazi watakao waelekeza siku ya sikukuu ya mwaka mpya, kuzurura sana, hapana, mkae kwa kutulia. Sawa? Haya, Mungu awabariki. Amen. Amina. Lakini kuna mtu mwingine aliyekuwa anaitwa mwalimu wa watoto. Anaitwa mwalimu wa watoto, ana neno la kuzungumza. Karibu. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Watoto wazuri, mimi nawapenda na nyinyi mnanipenda? Ndio. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Nimefurahi kukutana na nyinyi. Mimi nawapenda sana watoto wazuri, lakini ninalo neno tu moja kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya wazazi. Maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, hata akiwa mkubwa hawezi ukaiacha, si ndio? Kwa hiyo wazazi kama wazazi, tushirikiane kwa pamoja kuwalea watoto wetu. Tusitegemee tu walimu na watu usitegemee tu wachungaji. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja tukaungana katika kuwalea watoto na kuelekeza maneno mazuri ya Mungu, tunakuwa tunatengeneza msingi mzuri wa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana wazazi wetu. Mungu awabariki sana watoto wangu wazuri. Nimefurahi kukutana na nyinyi. Amen. Amen. Asante. Lakini tumeambatana na mama yetu ambaye ni mzee wetu wa kanisa. Amen. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Nawashukuru sana kwa kukutana tena siku ya leo. Mungu awabariki na ninawatakia kila la heri katika masomo yenu nyewe watoto. Mungu awabariki sana. Amina. Amina. Barikiwe sana. Basi kwa sababu hiyo niombe sasa, inawezekana kuna wakuzungumza kitu. Asante. Basi tukaribishe wazazi au walezi au wawili, wanaweza wakasema chochote kile ambacho walichonacho. Karibu baba. Asante sana. Bwana asifiwe. Amen. Hali yote namshukuru Mungu kwa sababu ni mwema, mwaminifu. Amen. Mpaka ametufikisha hapa sisi sote tukakusanyika pamoja. Sisi tulikuwa hatuna mpango wote isipokuwa Mungu ndio alileta mpango huu. Ndio. Wala hata ujio huu tulikuwa tujui, lakini Mungu kwa kusudi lake amefanya. Amen. Hivyo basi tunashukuru hata sisi wazazi kwa kutushirikisha. Imekuwa shirikisho kubwa sana ndani ya mioyo yetu. Sio mioyo tu, pia hata kizazi chetu kimeanza kuelewa kwamba ni nini kinachotakiwa. Ndio. Hivyo basi tunamshukuru mwenyekiti kwa mwaliko wake mzuri na kujua kwamba wananchi wake nao wanahitaji, mahitaji yao ni haya. Lakini tunaendelea kumshukuru mchungaji pamoja na timu yake kumtoa ili kutuletea msaada kama huu. Wengine tulikuwa hatuna uwezo wa kupeleka watoto shule kwa sababu ya madaftari, lakini Mungu amejitukuza ili watoto waende shule. Amen. Hivyo basi kina mama, mimi nataka tu kusema hasa kina mama, waacheni watoto waende shule. Amen. Misaada bado iko tu. Waacheni watoto waende shule. Msiwakandamize mizigo, mara peleka maembe, mara peleka mboga, wakati msaada umeshatoka. Deni Mungu ameshalilipa. Amen. Kwa hiyo ninaomba tu kwamba, ndugu zangu wapendwa, tunaomba hii furaha isikomee leo. Tunaomba furaha izidi kuendelea. Na pia Mungu awabariki wale waliotoa. Mungu aendelee kubariki ili na kesho watoa. Amen. Bwana awabariki sana. Amen. Tunashukuru sana. Basi tumkaribishe na mama mmoja. Baada ya hapo tunamkaribisha hata mtoto yote anayeweza kusema chochote, basi tunamkaribisha.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tusipomshukuru mchungaji tutakuwa ni wachoyo wa fadhila. Mchungaji tunashukuru sana. Tunasema asante, na pia mimi ningependa kitu kimoja ambapo itakuwa ni Jumapili tungerejea pale kwa mchungaji tukaenda kumtia moyo na sisi tuonyeshe upendo. Huu ni upendo wa pekee, kwani sisi tuna nini na wale wana nini? Kagomu tumependelewa. Mimi mchungaji nasema asante sana na Mungu akubariki. Na pia Mungu awatie baraka na neema kabisa. Hilo kanisa mimi naamini watoto hawa ipo siku utakuwa nao pamoja. Utawafundisha neno la Mungu. Na wao pia watakuwa watiifu. Na waombeni watoto wazuri mliopokea hii zawadi, na waomba Mungu awaendeshe kwenye njia salama, muweze kusoma. Haya madaftari mmepewa na kalamu ni kusoma, sio kuyachezea. Mchungaji amewaona ni heri sadaka hii awape nyinyi, sio kupeleka kwenye familia yake. Sasa naomba mkasome, sio kucheza. Mchungaji, Bwana akubariki sana. Asante sana. Barikiwe. Watoto wote mseme neno moja, tunamshukuru Mungu. Kwa sauti. Kwa kufanyaje? Za nini? Za madaftari na vitu vyote, vifaa vyote vya shule, si ndio hivyo? Na tuahidi mtasoma kwa bidii. Mkisoma kwa bidii tukafurahi, tutakuja tena. Sawa Haya, tunawashukuruni sana. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Asanteni sana. Basi kwa sababu hiyo mimi nizungumze maneno machache. Utume kwa mataifa yote. Ni kanisa letu linaitwa Utume kwa Mataifa Yote, lakini huduma hii tunayoifanya inaitwa Matumaini Mapya kwa Wote. Matumaini Mapya kwa wote. Kwa wote. Matumaini Mapya kwa wote. Matumaini Mapya kwa wote. Lakini neno letu linasema rejesha tabasamu, jenga kesho yenye matumaini. Sema rejesha tabasamu. Rejesha tabasamu, jenga kesho yako yenye matumaini. Rejesha tabasamu, jenga kesho yako yenye matumaini. Hiyo ndio huduma yetu na ndio imekuwa kauli yetu mbiu ya mwaka huu, kwamba rejesha tabasamu, jenga kesho yako yenye matumaini. Lakini huduma hii iko chini ya kanisa la Utume kwa Mataifa Yote, inaitwa Matumaini Mapya kwa Wote. Tunatamani kuona kila mtu anakuwa na tabasamu, ana matumaini mapya na kujua kwamba kesho inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutamani kuona mtu anakata tamaa, lakini pia hatujaongea mengi, lakini sisi tunahusika pia na habari ya ushauri kwa watu kwenye habari ya saikolojia na waliokata tamaa. Kwa hiyo usikate tamaa ukafikia hatua hata ya kutaka kujinyonga. Tupo, tunaweza tukakushauri na ukapata matumaini mapya tena, na ukaona maisha yapo tena, na ukaona kesho ipo tena. Kwa hiyo unapochoka usifikie hatua mbaya. Usiwe na hasira ya kupita kiasi. Wengine tunaona wanakunywa sumu, wengine tunakuta wamejinyonga, ni kwa sababu wamekosa watu wa kuwashauri. Lakini sisi tupo kwa ajili ya kuwashauri ili watu waendelee kuwa na matumaini mapya. Kwa hiyo tunaamini kwamba kila mtu ana haki ya kuishi, ana haki ya kupendwa, ana haki ya kujieleza, na ana haki ya kusikilizwa na kuishi kwa amani. Tunaamini watu wote wameumbwa na Mungu. Aliye nacho na asiyekuwa nacho wote wameumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wote ni kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini tunapofanya zoezi hili tunatamani kuona watu wote wanakuwa karibu. Tunatamani tajiri na ambaye ni wa kawaida wote tuwe na upendo wa aina moja. Ambaye hana na ambaye hanacho wote wameumbwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunatamani kuona watu wote wanapendana, watu wote wanakuwa na umoja, watu wote wanashirikiana bila kuwabaguana kwamba huyu anacho na huyu hana. Na tunatamani kuona jamii yote ikiishi bila kuwa na matabaka. Tunatamani kuona watu wote wanaonekana kuwa wote wako sawa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hilo ndo haja yetu na ndo upendo wetu mkubwa, kuona kila mtu anaweza kujaliwa na kuthaminiwa katika hali yake alionayo. Mungu anakupenda ulivyo, Mungu anakuthamini, Mungu anaona we ni bora. Ndio maana uko hai leo kuliko wengine ambao wamekufa. Kwa hiyo uko hai leo ni bora zaidi, kesho yako ni nzuri zaidi kuliko leo yako. Kwa hiyo tunaamini kwamba kila mtu awe na matumaini ya kwamba kesho inaweza kuwa nzuri kuliko leo yangu. Kuna mtu alikuwa anajua leo tungekuja? Kuna mtu mwezi wa 8 alikuwa anajua tungekuja? Na ulikuwa uji kama hiki ungekipata, lakini tunaamini kwamba kesho ni nzuri kuliko leo. Kwa hiyo amini kwamba kesho ni nzuri kuliko leo. Kwa hiyo endelea kuwa na matumaini ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Matumaini mapya kwa wote, matumaini mapya kwa wote, matumaini mapya kwa wote. Rejesha tabasamu, jenga kesho yenye matumaini. Rejesha tabasamu, jenga kesho yenye matumaini. Mungu awabariki sana. Tunawapenda, mbarikiwe sana. Karibuni kanisani kwetu. Asanteni. Asanteni kwa kutupenda. Amen. Asante, barikiwa sana.